Joka la kivuli cha damu. Hadithi ya kutisha ya kijiji. Kijiji cha Mwangaza kilikuwa kimya na chenye amani. Watu waliishi kwa kulima na kufuga, watoto wakicheza uwanjani na wazee wakisimulia hadithi za kale chini ya mti wa mkuyu. Lakini siku moja, mbingu ilibadilika rangi. Mawingu meusi yalijikusanya mchana kweupe, upepo mkali ukavuma bila mvua, na kutoka mbali milimani kulisikika mlio mzito kama radi, lakini haukuwa radi. "Ni joka!" mzee mmoja alinong'ona kwa sauti ya hofu. Joka la kivuli cha damu. Wazee wa kijiji waliogopa hata kulitamka jina hilo. Ilisemekana joka hilo liliwahi kutokea miaka mingi iliyopita, likiteketeza vijiji kwa moto mweusi na kurudi porini baada ya watu kufanya usaliti mkubwa. Kila mara liliporudi, lilikuwa kioo cha dhambi za wanadamu. Lakini kizazi kipya hakikuamini. Akina Jabir, kijana jasiri na maskini, alicheka hadithi hizo. Ni hadithi za kuogopesha watoto. Hakujua alikuwa karibu kuwa sehemu ya historia ya damu. Usiku mmoja, ng'ombe walipatikana wamechinjwa bila jeraha, damu ikiwa imekauka kana kwamba imenyonywa. Kesho yake, mtoto wa jirani alipotea. Siku ya tatu, walimpata Mama Halima amekufa shambani. Uso wake umejaa hofu isiyoelezeka, macho yakiwa wazi kama bado anamuona muuaji wake. Angani, watu waliona kivuli kikubwa kikizunguka, na harufu ya kiberiti ilijaa hewani. Wakati hofu ikiendelea, siri nzito zilianza kufichuka. Mzee Kondo, kiongozi wa kijiji, alikuwa akificha ukweli. Alijua chanzo cha joka. Miaka mingi iliyopita, alimsaliti rafiki yake na kumtoa kafara msituni ili apate utajiri na mamlaka. Rafiki yule alikuwa baba yake Jabir, na damu yake ilikuwa imeliita joka. Lakini badala ya kukiri, mzee Kondo alimlaumu Jabir hadharani. Kijana huyu ndiye mkosi wa kijiji. Wananchi waliingiwa na hasira na woga. Usaliti ukaota mizizi. Usiku wa 4, Jabir aliona ndoto. Au labda haukuwa ndoto. Alijikuta msituni, mbele yake likiwa joka kubwa lenye macho mekundu kama damu, ngozi yake ikiwa nyeusi kama kivuli. Lakini halikumshamulia. Lilinena kwa sauti nzito iliyotikisa ardhi. "Siwadhuru wasio na hatia. Ninalaa damu ya waongo." Jabir alilia. "Baba yangu alikufa bila kosa." Joka likatikisa kichwa. "Ndio maana nimerudi." Asubuhi iliyofuata, joka lilishuka wazi wazi. Moto mweusi uliteketeza nyumba za wale waliokuwa wameficha ukweli. Mzee Kondo alijaribu kukimbia, lakini joka lilimzunguka. Wananchi walishuhudia ukweli kwa macho yao. Kabla ya kuondoka, joka lilimtazama Jabir. Haki imedaiwa, lakini haijaisha. Kisha likapaa angani, likapotea kwenye mawingu. Kijiji kilibaki kimya, kimejaa huzuni na majuto. Jabir alisimama katikati ya majivu, machozi yakimtiririka. Alipata haki, lakini alipoteza amani. Usiku huo, alipokuwa akitazama nyota, aliona tena kivuli kikubwa angani. Na akasikia sauti ikisema, "Usaliti mwingine bado haujafichuka." Baada ya joka kuondoka, kijiji cha Mwangaza kilibaki kiwa magofu. Moto ulizima, lakini hofu haikuisha. Usiku ulipofika, majivu yalitoa joto kana kwamba kulikuwa na kitu bado kinapumua chini yake. Jabir alikaa kimya karibu na mabaki ya nyumba ya baba yake. Alikuwa amepata haki, lakini moyoni alihisi mzigo mzito. Kama haki imeshapatikana, kwa nini bado nahisi kuna kitu kinalifuata? Usiku wa 3 baada ya tukio, ardhi ilianza kutikisika taratibu. Sio tetemeko la kawaida. Ilikuwa kama mapigo ya moyo mkubwa chini ya ardhi. Watoto walianza kuota ndoto zile zile. Joka halijaondoka, limelala. Na kila walipoamka, walikuwa wakisema jina moja, Nuru. Nuru alikuwa nani? Nuru alikuwa mjane aliyekuwa akiishi pembezoni mwa kijiji, karibu na mti ule ule ambao baba yake Jabir aliuawa. Hakuwahi kuzungumza sana, macho yake yalibeba huzuni ya miaka mingi. Mama mmoja alimnong'ona Jabir, "Yule mwanamke alikuwa mke wa pili wa baba yake." Jabir alishtuka. Hakuwahi kuambiwa hilo. Ukweli ukaanza kufichuka. Baba yake Jabir alipata wivu kutoka kwa wanaume wengine wa kijiji kwa sababu ya heshima na upendo aliokuwa nao.
Lakini usaliti mkubwa haukutoka kwa mzee Kondo peke yake. Ilikuwa Nuru. Kwa wivu na hasira ya kuachwa, alitoa neno la mwisho la laana kabla baba yake Jabir hajauawa. Laana iliyolitengeneza joka la kivuli cha damu kuwa lenye njaa ya haki na visasi. Lakini Nuru hakujua laana hiyo ingerudi kizazi hadi kizazi. Usiku mmoja wa giza nene, upepo mkali ulirudi. Miti ikainama, anga ikanguruma. Joka lilirudi. Safari hii hakuja kama kivuli, likuja kama mnyama halisi, macho yake yakiwa mekundu zaidi, sauti yake ikivunja mbingu. Mwisho wa usaliti haujafika. Wananchi walipiga magoti, lakini joka lilimtazama Jabir. Wewe ndiye ufunguo au dhabihu? Nuru alijitokeza, machozi yakimkiririka. Ni mimi niliyelaumu, lakini nilifanya kwa uchungu. Joka likakaribia, ardhi ikapasuka, moto na giza vikachanganyika. Jabir alilazimika kuchagua, kumtoa Nuru kafara ili kuokoa kijiji, au kujitoa mwenyewe kumaliza laana kabisa. Aliinua macho yake angani, akapiga kelele, kama damu lazima imwagike, iwe yangu. Lakini kabla Jabir hajafanya uamuzi wake, joka lilikunja mabawa yake na kucheka, kicheko kilichotikisa milima. Bado hujui ukweli wake. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Husaidia ukuaji bora wa watoto. Una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi 3,000 tu. Wasiliana nasi sasa 0716283088 au 0687223115. Mkolwe Products. Help us to help you. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.